Naam, karibu sana msikilizaji katika mwendelezo wa taarifa zetu. Bila shaka tuendelee kukufahamisha kuhusu kinachotokea nchini Tanzania, lakini pia tuweze kuhakikisha kwamba tunakufanyia uchambuzi wa kina kuhusu kinachotokea ili kuweza kutathmini kwamba kinachotokea kinatufaidisha vipi ama kinatuletea matatizo ya kiasi gani. Na msikilizaji, taarifa ninazozipokea ni kuhusu watekaji ambao wameweza kuonekana wazi wakiweza kufanya utekaji, lakini pia ambao picha zao zimeweza kuonekana na kuweza kuonyeshwa wakiweza kumteka bwana fulani ambaye alikuwa katika eneo la kuegesha gari, kisha watekaji hawa wakaja wakamkamata kutoka eneo hilo na wakamchukua. Kinachotokea msikilizaji ni kwamba bwana huyu hajaweza kuonekana tena tangu kuchukuliwa na watekaji hawa, lakini sasa ninazo picha kutoka kwa CCTV ambayo imeweza kuwakamata watu hawa na sura zao zikaweza kuonekana wakiweza kumteka bwana huyu majira ya saa 3 usiku na watu hawa wakaweza kuondoka naye, na ndio maana nataka nikusogeshea msikilizaji taarifa hii kisha tuweze kuelewa kwamba hali hii ya visa vya utekaji inafikia wapi na inaelekea wapi, kama inaendelea kuwa sawa ama inaendelea kuwa mbaya zaidi. Taarifa hii msikilizaji inasoma hivi: Jumatano usiku majira ya saa 3 usiku, Masoud Hussein alitekwa na wahuni na CCTV imerekodi kila kitu. Hawa mafedhuli kwenye hiyo gari ndogo walishuka na wakamfuata Masoud aliyekuwa amepaki boda yake hapo mkabala na Hayas na wakamchukua. Hapa ni kituo cha mafuta cha Tawakal huko Sumbawanga. Walipohojiwa na watu kuwa ni akina nani, wakasema wao ni TIS. Mpaka sasa hajaonekana Masoud. Samia Suluhu alibadili sheria ya TIS kuwapa wahuni hawa nguvu ya kufanya watakavyo. Ni hatari sana, na polisi hatutaki maneno, mtafuteni na mrudisheni huyu bwana, na TIS acheni huu uhuni, na ndio mnaendelea kupigwa ban ya kufanya kazi yenu. Taarifa hii inasoma hivi msikilizaji: kwa Wednesday night at around 9 p.m. at Tawakal petrol station in Sumbawanga, Masoud Hussein was taken by these men who drove a sedan and walked up to him as he sat on his boda next to a Hiace minibus. When the people asked who they were, they said they are from the Security and Intelligence Services TIS. He has not been found since, and police deny having him. Police Tanzania better produce him alive and well, because this is too much. We demand an end to these illegal abductions and by state-backed up operators. Sasa msikilizaji, picha hizi zinaonyesha bwana huyu akiweza kuchukuliwa katika eneo hili la petrol station alipokuwa amekaa, na watu hawa wakakuja wakamchukua. Lakini watu waliokuwa katika maeneo haya walipoweza kutaka kuhoji kujua kwamba hawa waliokuwa wanamchukua ni akina nani, wakasema kwamba wao ni maafisa
kutoka kwa kitengo hichi cha usalama cha TIS ama hii Security and Intelligence Services. Elewa kwamba msikilizaji, ikiwa TIS ndo ilikuwa inafanya ama inaongoza shughuli hii ya utekaji siku hii, ikiwa TIS ndo waliongoza utekaji huu, walikuwa wanafanya hivyo kwa maagizo ya kiongozi wao ama mtu ambaye ana nafasi katika serikali, kwa sababu bila shaka mtu yoyote ambaye anaweza kuwapatia masharti TIS ni mtu ambaye yuko juu yao kimamlaka, ambaye kwa namna moja ama nyingine anaweza kushirikiana na watu waliopo serikali, kwa sababu ndo wanapeana masharti ya kinachotokea nchini Tanzania. Kwa hivyo utekaji huu unaendeshwa na serikali, msikilizaji, kwa sababu mtu binafsi hauwezi kuenda kuwaambia TIS kwamba nahitaji mkaweze kumteka mtu fulani kwa sababu mimi ninataka hivyo, na haiwezekani. Ndio maana taarifa hii imesema police deny having reports of this person. Sasa polisi wanakataa kuwa wanamshikilia huyo mtu na waliomkamata ni TIS. Sasa ikiwa mtu amekamatwa, anafaa kupelekwa wapi? Kwa sababu polisi wanakataa kwamba hawana taarifa za kushikiliwa kwa huyo mtu. Na ndio maana taarifa hii imesema kwamba Police Tanzania better produce him alive and well because this is too much. Kwa sababu mtu hawezi kutekwa na watu ambao wanajitambulisha kama polisi, kisha baadaye wanapoulizwa polisi wanasema hawana taarifa kuhusu mtu kama huyo. Inaonyesha utekaji unaofanyika, msikilizaji, sio utekaji wa halali. Yaani ukamataji unaofanyika sio ukamataji wa kisheria, sio ukamataji wa jinsi sheria inahitaji polisi kufanya kazi yao, ama sio ukamataji unaofaa kikatiba. Ndio maana mtu hauwezi kuchukuliwa ukabebwa ikasemekana kwamba unapelekwa kwenye kituo cha polisi, kisha idara ya polisi inasema haina taarifa kukuhusu. Ina maana chochote kinaweza kukutokea, unaweza ukauawa, unaweza ukafanyiwa chochote, na hakuna mtu atakayeweza kukusaidia kwa sababu polisi washakataa, hawana taarifa kukuhusu, na kwa hivyo kitakachokutokea ni shauri yako. Msikilizaji, hebu achia maoni yako kwenye comment section kuhusu visa hivi vya utekaji na ambavyo vimeendelea kutokea siku hadi nyingine. Unahisi ni hatua ipi inaweza kuchukuliwa ili kuweza kuhakikisha kwamba visa hivi vya utekaji vinakomeshwa? Jina langu ni Presenter Guton, nipo hapa kila siku kuhakikisha kwamba nazidi kukusogeshea karibu taarifa ambazo zinatokea. Kwa hivyo nakuomba endelea kutia subscription.